Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un jana Jumamosi, Oktoba 11 mwaka 2025, aliongoza gwaride kubwa la kijeshi lililofanyika kwa sherehe na mbwembwe za hali ya juu, likihudhuriwa na viongozi wa kigeni, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya nguvu ya kijeshi ya taifa hilo. Katika tukio hilo ambalo lilifanyika katika uwanja mkuu wa Kim Tu-sung katika jiji la Pyongyang, taifa hilo lilionyesha kwa mara ya kwanza aina mpya ya kombora la masafa marefu lenye uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia, hatua inaonekana kama onyo kwa mahasimu wa kikanda na wa kimataifa. Katika gwaride hilo, wanajeshi waliovalia sare rasmi walipita kwa maelfu wakiwa katika safu zilizonyoka, huku wakifuatiwa na msururu wa magari ya kivita, makombora na ndege zisizo na rubani na teknolojia nyingine ya kivita ya hali ya juu. Kilichovutia zaidi ni kuonekana kwa kombora jipya la masafa marefu ICBM, ambalo wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema linaweza kuwa na uwezo wa kufika hadi bara la Amerika. Hili ni kombora linaloonekana kuwa toleo jipya zaidi lenye uwezo mkubwa wa kubeba vichwa vya nyuklia, na linaweza kuwa tayari kufanyia majaribio katika wiki chache zijazo. Picha za satellite zilizochukuliwa siku za hivi karibuni zimeonyesha harakati kwenye maeneo ya majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini, ishara kuwa taifa hilo linaweza kuwa linajiandaa kwa jaribio la silaha hiyo mpya. Hii inazua taharuki kubwa katika jumuiya za kimataifa, hasa miongoni mwa mataifa jirani kama Korea Kusini, Japan na pia Marekani ambayo ina majeshi yake katika eneo hilo. Tukio hili limefanyika kwenye kipindi ambacho uhusiano kati ya Korea Kaskazini na nchi za Magharibi, hasa Marekani, umeendelea kuwa na mvutano mkubwa kutokana na mzozo wa nyuklia. Kwa kuonyesha silaha hizi kwa hadhara mbele ya wageni wa kimataifa, Kim Jong-un alituma ujumbe wa wazi kuwa taifa lake halitazuiwa na vikwazo vya kimataifa au mashinikizo ya kidiplomasia. Aidha, uwepo wa viongozi kutoka nchi washirika ikiwemo Urusi na China umetazamwa kama juhudi za Korea Kaskazini kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na mataifa yanayopinga ushawishi wa Marekani na washirika wake. Wachambuzi wanaona hili ni kama dalili ya mwelekeo mpya wa kidiplomasia wa Pyongyang unaolenga kupata uungwaji mkono katika jukwaa la kimataifa, hasa wakati ambapo vikwazo vya kiuchumi vimeathiri vibaya uchumi wake. Gwaride hili, pamoja na kuonyesha nguvu za kijeshi, limeibua hofu kubwa kwa nchi jirani. Korea Kusini imelaani vikali tukio hilo na kuitaka Korea Kaskazini kujizuia kufanya jaribio lolote la nyuklia au kombora, ikisema kuwa itakuwa ni uvunjaji mkubwa wa maazimio ya Umoja wa Mataifa. Japan nayo imeeleza wasiwasi wake kuhusu usalama wa kitaifa, hasa kutokana na historia ya makombora ya Korea Kaskazini kurushwa kuelekea katika eneo la bahari. Marekani kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje imesisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na washirika wake wa kikanda kuhakikisha usalama wa eneo hilo na kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia. Kwa sasa macho ya dunia yako Pyongyang, huku kukiwa na wasiwasi mkubwa juu ya nini kitafuata. Ikiwa jaribio la kombora hilo jipya litatekelezwa, huenda likazidisha mvutano uliopo na kusababisha hatua kali zaidi kutoka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wakati Korea Kaskazini ikiendelea na mikakati yake ya kujimarisha kijeshi, matarajio ya kurejea kwenye meza ya mazungumzo ya kuondoa silaha za nyuklia yanazidi kufifia, na gwaride hili kubwa lililobeba ujumbe wa nguvu na msimamo mkali wa kisiasa linaashiria kuwa Kim Jong-un bado ana imani kuwa ulinzi wa taifa lake uko mikononi mwa uwezo wa silaha, si katika mazungumzo. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani dola 350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.